Mkaribishe sasa Mheshimiwa Shamata Shame Hamis, Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo. Tafadhali. Mheshimiwa Spika, awali yote na mimi nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia uzima na afya tukakutana tena katika kikao hichi cha bajeti ambao leo tumepata nafasi tunazungumzia tokea jana katika wizara hii muhimu, na kila mmoja wetu tumeonyesha umuhimu wake katika wizara hii. Mheshimiwa Spika, mimi nianze kwa shukurani. Nianze kushukuru kwamba kwa wizara yote, kwa maana watendaji wote wa wizara hii wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri na watendaji wao wote wakiwemo na wakurugenzi katika kusimamia shughuli zote zinazohusiana na wizara hii. Mheshimiwa, tumekuwa ni mashuhuda kwamba kila mmoja wetu ambaye amesimama hapa, hakuna mmoja ambaye hakuonesha ushuhuda juu ya kazi nzuri ambayo imefanyika katika jimbo lake. Maana yake ni kwamba hata yule ambaye alitoa malalamiko, maana yake alitoa kwa sababu anataka uziada katika utekelezaji wa mambo katika jimbo lake ili mambo yaende vizuri zaidi. Wizara hii, Mheshimiwa Spika, kila mmoja tumefaidika, na katika jambo moja ambalo la kufurahisha sana, nilikuwa nasikiza michango kila anosimama basi yako mambo ambayo anasifia. Na hivyo na mimi naamini kwamba wizara hii ilijipambanua mapema. Mheshimiwa Rais alijipambanua katika kueleza atakayoyafanya katika kipindi hichi cha miaka mitano. Yaliyotokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini yaliyotokana na utashi wa kuona kwamba yeye mwenyewe ana dhamira gani juu ya nchi hii katika kuona inasonga mbele katika maendeleo. Mheshimiwa, kilichofurahisha ni kwamba wakati anakuja Mheshimiwa Waziri mwaka jana alitupa listi yote ya maeneo barabara zitakazojengwa Unguja na Pemba. Na kwa bahati wengi hapa tuliwasikia wakiwa wanalalamika kama kuona ni jambo la kawaida sana. Lakini Mwenyezi Mungu amejalia tumekuja katika utekelezaji wa ilani kwa zile barabara za ndani na barabara kwa maana ya main road. Tumesema kwamba utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi umekwenda kupitiliza zaidi na zaidi kinyume na yale malengo na target iliyopangwa awali. Mheshimiwa, nataka niseme tu kwamba kwa mwaka huu sisi kama wakulima na ambao tunasimamia wakulima, tunasema tumefaidika sana na ujenzi au na uwepo wa kazi kubwa ambayo zimefanywa na Mheshimiwa Rais kupitia wizara hii muhimu ya mawasiliano. Mheshimiwa, wakati ule tulikuwa tunajenga barabara za miradi mbalimbali ya kilimo, tunasema mradi wa MIVAP. Mwisho wa siku tutajenga barabara kwa kifusi, na hatimaye baada ya kunyesha mvua barabara zinaondoka, tunarudi pale pale wakulima wetu wanalalamika mazao kufika sokoni ni kwa ni shida, na anapofika wakati mwingine ameshaharibika, thamani ya nguvu iliyofanyika kwa wakulima imezidi kupotea. Lakini kwa wakati wa sasa nakubaliana na tukubaliane sote kwa pamoja kwamba yaliyosemwa yametekelezwa kwa vitendo. Maana yake ni kwamba nchi hii tumekaa miaka mingi sana, dhamira ya serikali awamu kwa awamu tuliona ni njema sana, lakini Mwenyezi Mungu hakujalia wakati huo kupata ufanisi wa rasilimali fedha. Lakini kwa mwaka huu tumejishuhudia kwamba kila anayesimama hakuna jimbo ambalo halina miradi mikubwa. Mimi nataka nitoe ushuhuda kwa Micheweni. Mheshimiwa Spika, kuna watu hapa wamesimama, kuna mambo tukiyasema yakizungumzwa wakati mwingine analeta kama zihaki. Sasa inapokuwa na sura kama hiyo, maana yake ni kwamba kila mmoja azungumzie jimbo lake na maendeleo ambayo anahitaji. Mimi nataka niseme tu kwamba wale ambao wamehisi kwamba Micheweni kuna miradi kwamba barabara labda zimejengwa, kwamba zingejengwa barabara za maeneo fulani kwanza, nataka niseme wananchi wa Micheweni wanayo haki na wanawajibika na wao kupata faida au kuendelea kupata maendeleo kwa kupitia nchi yao na dhamira njema ya serikali. Mheshimiwa, nataka niseme kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Micheweni tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwamba kwa Mheshimiwa Rais kupitia wizara hii kwamba sisi tumejengewa bandari. Bandari hii ni yetu sote Zanzibar nzima, lakini sisi tutakuwa na wanufaika zaidi namba moja. Mheshimiwa, sasa hivi uchumi wa Micheweni umeanza kufunguka kama vile dhamira Mheshimiwa Rais alivyosema ujenzi wa barabara. Maana yake ni nini? Leo Mheshimiwa Rais ametuletea bilioni 5,772,506. Hizi zililetwa kwa ujenzi tu wa bandari ya Shumbanjini kwa awamu ya kwanza. Mheshimiwa Spika, hali ya Micheweni imebadilika katika kipindi kifupi sana. Sasa hivi hata wale wafanyabiashara wa samaki na wafanyabiashara wa shughuli nyingine
Sasa hivi Micheweni imekuwa ni jambo la kawaida na imekuwa ni karibu mno kuliko kuonekana katika miaka mingi kwa Makombani. Hii imetupa hamasa kwamba kuona sasa tumeambiwa na serikali kwamba tutaletewa meli ambazo zina uwezo wa kubeba tani 2000 zitaweza kushusha katika maeneo ya Shumba mjini. Haya ni mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa, nataka nieleze kwamba wale wanaohisi kwamba Micheweni labda tumewahishwa sana, nasema tulichelewa sana, na sasa katika kupata mafanikio haya makubwa ndani ya kipindi hichi kifupi tumeyaona mafanikio. Mheshimiwa, katika ujenzi wa barabara, Mheshimiwa, jimbo la Micheweni tunashukuru Mungu sana. Mheshimiwa Rais alipokuja alijenga barabara na mwisho wa siku akasema zitafunguliwa zote kwa pamoja badala ya kufungua barabara moja moja. Sasa hivi wananchi wa Micheweni kwenda Shumba mjini bandarini barabara kwa kiwango cha lami, na taarifa ya Mheshimiwa Waziri sasa hivi aliyokuwa nayo ni kwamba anakwenda kujenga barabara maalumu ya kupitisha magari makubwa ambayo yatabeba mizigo kutoka bandarini Shumba mjini kupeleka kwingineko ambako yanatakiwa yaende. Lakini vile vile Mheshimiwa, Micheweni kwenda Kiu na Maziwa Ng'ombe huko barabara ndio usiseme zimemwagika kwa fujo kabisa. Lakini vile vile Mheshimiwa, katika majimbo mengine tumeona Finya Kicha, tumeona Mapofu Tumbe Kojifa ambako Mheshimiwa wengi tumefaidika, na Konde Msuka kote barabara zimetandikwa vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa, maana yangu ni kwamba ninachotaka kusema kwamba wananchi wa jimbo la Micheweni na wananchi wa kisiwa cha Pemba ni waombe sana, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Yale ambao tunasema hayajakamilika wakati wa matayarisho ya kukamilisha, Mheshimiwa Rais ameshasema kaishaandaa package nyingine ya mwaka mwingine ya awamu nyingine. Kwa hiyo tunawajibika na tunalazimika basi kuwa na hiari kwamba mwaka huu twende tukamchague tena Mheshimiwa Rais, tukahakikishe kwamba anakwenda kushinda tena uchaguzi, atumalizia. Asante sana Mheshimiwa Spika.